Mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika wasaa wa habari usiku huu kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Philipina Ndwata, nitakuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Michezo na burudani utaungana naye hapo baadaye Esther Mtebe. Mtazamaji karibu. Spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azani Zungu, ameahidi kuliongoza bunge hilo kwa kushirikiana na viongozi wenzake kwa kutoa maamuzi ya haki, uadilifu na kutotoa upendeleo wa aina yoyote. Kulinge Mongi anaarifu zaidi. Akitoa taarifa fupi mbele ya bunge baada ya kuchaguliwa kwa kura 378 kati ya kura 383 na wabunge wateule wa bunge hilo la 13 na kuapishwa kuwa spika wa bunge, Mheshimiwa Zungu alisema, ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Aidha, Mheshimiwa Spika Zungu akachukua wasaa huo kutoa shukrani kwa mtangulizi wake, spika mstaafu na mbunge wa Uyole, Dr. Tulia Ackson. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako na mafunzo na elimu ulionipa. Mara baada ya spika kutoa taarifa fupi kwa bunge, ndipo ukafika wakati kwa wabunge wateule kula kiapo cha uaminifu na kutoa tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Tulia Ackson naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Doto Mashaka Mbiteko, kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kutoka hapa Dodoma ni Kulinge Mongi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anakutana na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas mjini Paris kujadili kile walichokiita utekelezaji kamili wa makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa ikulu ya Ufaransa ya Elysee, inasema viongozi hao wawili wanajadili hatua zinazofuata katika mpango huo wa amani, hasa katika maeneo ya usalama, utawala na ujenzi mpya wa Gaza iliyoharibiwa vibaya na vita. Mkutano huo pia unafuatia uamuzi wa Macron wa mnamo Septemba wa kutambua taifa la Palestina katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa, hatua ambayo mamlaka ya Palestina ilisifu kama ya kihistoria na ya ujasiri. Ni mwezi mmoja sasa tangu kufikiwa kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya Hamas na Israeli katika ukanda wa Gaza kufuatia miaka miwili ya vita iliyosababishwa na shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel. Wawakilishi 14 wa chama cha ACT Wazalendo wamesema uwepo wa hali ya amani na utulivu uliojitokeza kabla ya uchaguzi na siku ya uchaguzi mkuu ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulivusha taifa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Kauli hiyo imetolewa na mnadhimu wa wawakilishi wa ACT Wazalendo barazani, Profesa Omar Fakihi Mahmud, wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Vuga. Tupate taarifa zaidi. Mkutano huo ulilenga kutoa taarifa ya masuala mbalimbali ya uchaguzi Oktoba 29. Leo nchi yetu kuwa na amani kama ambavyo ipo ni busara na hekima za viongozi wetu wa chama cha ACT Wazalendo
na hili limesukumwa na mapenzi ya dhati kwa nchi yetu na wananchi wa Zanzibar. Kwenye hili tunadhani kwamba mtakuwa mashahidi na mashuhuda kwa namna ya viongozi wetu wakiongozwa na mwenyekiti wa chama chetu na rais wa nyoyo za Wazanzibari ndugu Othman Masoud Othman, namna walivyoongoza vyema taifa na kusimama imara kulinda amani na kuepusha madhara kwa Wazanzibari. Kuhusu wawakilishi 14 kuhudhuria vikao vya baraza, mnadhimu huyo ACT Wazalendo amesema wajumbe hao wataendelea kushiriki vikao na kuisimamia serikali. Sisi wawakilishi wa wananchi wa ACT Wazalendo na ambao tayari tumekula kiapo cha kuwatumikia Wazanzibari na Zanzibar bila ya kujali uchache wetu katika baraza la wawakilishi. Tukiwa katika baraza la wawakilishi, tutatumia ubora wa hoja kuliko wingi wa hoja katika kutetea haki za Zanzibar na watu wake pamoja na wageni waishio Zanzibar, na tunaazimia kuisimamia serikali juu ya masuala mbalimbali yakiwemo ya uchumi wao ili waweze kuwa na maisha nafuu na ya staha. Akizungumzia chama cha ACT Wazalendo kuhusu kushiriki kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, amesema chama chao bado kipo kinatafakari juu ya swala hilo na taarifa zaidi itatolewa. Kushirikiana na GNU, kutoshirikiana, liko ndani ya katiba na limepewa muda wa siku 90 na tutatoa uamuzi utakapofika. Chama kitatoa uamuzi. Tuko katika mashauriano ya Wazanzibari na wanaoipenda Zanzibar, tutatoa maamuzi. Mkutano huo pia ulilenga kutoa ufafanuzi na sababu za kwa nini wajumbe wake wameapa kuwa wawakilishi na wengine nafasi ya ubunge, huku chama kikidai kutoridhishwa na mchakato wa uchaguzi wa Oktoba 29. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Urusi imefanya mashambulizi ya droni katika mji wa kusini wa Ukraine wa Odessa na kufanya uharibifu kwenye miundombinu ya nishati na usafiri. Licha ya jitihada mbalimbali za kuvimaliza vita hivyo vikiwa bado vinaendelea, gavana wa mji huo Ole Kipa amesema mashambulizi hayo pia yamemjeruhi mtu mmoja na kuwasha moto mkubwa katika vituo vingi vya nishati, huku wizara ya ulinzi ya Urusi ikisema vikosi vyake vimechukua udhibiti katika baadhi ya vituo vya treni kusini na katikati mwa mji wa Ukraine wa Kupiansk Volzlovi. Taarifa hiyo ya Urusi imedai kwamba bado vikosi vyake vinaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo hayo. Vita vya Urusi nchini Ukraine vyenye zaidi ya miaka 3 bado vinaendelea licha ya jitihada mbalimbali za kuvimaliza vita hivyo. Serikali ya Tanzania, Kenya na Uganda zimeombwa kuwa na sera ya pamoja ya kilimo msitu katika ukanda wa Afrika Mashariki itakayosaidia kuboresha sekta hiyo na matumizi bora ya ardhi kwa siku zijazo. Musa Makali anaarifu zaidi kutoka mkoani Mara. Kauli hii inatolewa hapa mjini Musoma mkoani Mara na mtandao vikundi vya kilimo kimataifa Uswidi, ambapo wamesema kama kutakuwa na sera ya pamoja itasaidia kwa kiasi kikubwa kuimarisha kilimo msitu. Himiza serikali ziweze kutusaidia kama wananchi wa hizi nchi zetu kuendeleza kilimo msitu, kwa sababu tutahitaji fedha, tutahitaji kuunganisha na vijana na wamama, tutahitaji kama East Africa kufanya sera zenye zinafanya kazi kwa umoja, kwa uwiano, kwa sababu tumepakana na tunagawana rasilimali nyingi. Kwa mfano kama ni Serengeti yenye iko hapa karibu inapakana na Mara. Kwa hivyo inamaanisha Mara ya Kenya, tuko na Lake Victoria inapakana na the 3 countries. Kwa hivyo tunahitaji kukuwa na sera moja yenye inasaidia katika East African region kuendeleza kilimo msitu. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali pia kujumuisha kilimo msitu katika sera zingine kama sera za kilimo, sera za misitu na vile vile sera ambazo tunaunda za mabadiliko ya tabia nchi. Kuna kurejesha ardhi na kuimarisha udongo na ustahimilivu wa mazingira, haswa wakati huu wa mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa upande wake Daktari Deusdedit Mlai,
Mtafiti mwandamizi kutoka TARI amesema kama kilimo msitu kitapewa kipaumbele, kitasaidia kwa kiasi kikubwa kuleta uchumi na manufaa kwa wakulima na wananchi. Kwa kupitia mradi huu tumeona kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanaelekea kwenye ukame tumeweza kuyarudisha kwenye hali ya kawaida, na sehemu ambazo rutuba ya udongo ilikuwa imeanza kupotea sasa imeanza kurejea. Wao kizazi cha sasa hivi kinaweza kunufaika na shughuli za kilimo huku akitunza mazingira kwa kukumbatia hii concept ya kilimo msitu. Hiyo itahakikisha na kizazi kinachokuja kikute ardhi iko nzuri. Maonesho ya kilimo msitu yanatarajiwa kufanyika mkoani Mara katika eneo la Bweri kuanzia Novemba 13 hadi Novemba 15 mwaka huu. Musa Makari, Channel 10, Mara. Shukrani Musa Makari kwa taarifa hiyo. Takribani watu 6 wamefariki dunia baada ya kimbunga kikali kuikumba Ufilipino siku chache tu baada ya kimbunga kilichosababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Kimbunga kikubwa cha Fungwong kilileta mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yamesababisha vifo, huku zaidi ya watu milioni 1.4 walihamishwa kabla ya kimbunga hicho. Sasa kinaelekea Taiwan ambako zaidi ya watu 3,000 wamehamishwa. Fungwong kilikuwa kimbunga cha 21 kukumba taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia mwaka huu, wakati ambapo wakazi wengi bado wanatatizika kujikwamua kutokana na majanga ya asili yanayotokea mara kwa mara. Kimbunga hicho kilipiga katika jimbo la Aurora siku ya Jumapili kwa upepo mkali wa karibu kilomita 185 kwa saa na kusababisha mvua nyingi nchini humo na kuacha nyumba zipatazo 4,100 zikiwa zimeharibiwa. Hata hivyo, kinakuja siku chache baada ya kimbunga cha Kalmaegi kukumba eneo hilo katika eneo hilo na kuacha maelfu ya watu wakihangaika. Na mwezi Septemba, tetemeko la ardhi la kipimo cha 6.9 lilipiga mkoa wa Kebu. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF umewapiga marufuku wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu na kati kujiepusha na vitendo vya uchangiaji bima moja zaidi ya mtu mmoja wakati wa matibabu, kwa kuwa kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Henry Kavirondo kutoka Mwanza ana taarifa hii. Angalizo hilo linakwenda sambamba na hatua kali za kisheria dhidi ya wanafunzi watakaojihusisha na vitendo hivyo, limetolewa na meneja wa NHIF kanda ya Ziwa Jarafin Shashu wakati akizungumza na wadau wa elimu jijini Mwanza. Kwenye kikao hicho amehimiza kuwa katika kipindi hiki ambacho vyuo vinatarajiwa kufunguliwa, ni lazima kila mwanafunzi awe na bima ya afya ili kurahisisha upatikanaji wa huduma katika vituo vya afya zaidi ya 10,000 vilivyopo nchini. Katika makubaliano haya, kila mwanafunzi anachangia kiasi cha shilingi 50,400 kwa mwaka kwa kipindi cha mwaka mmoja, na kwa kuzingatia dirisha la usajili kwa kipindi husika. Na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo basi anachangia kiasi hicho ambacho nimekitaja. Awali akitoa baraka ya kutanisho hili, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka watoa huduma katika hospitali kuwapa kipaumbele wananchi wenye bima za afya wakati wanapohitaji kupatiwa matibabu. Kwa sababu wakati mwingine wewe una bima ya afya, unafika hospitali fulani hupokelewi vile inavyopaswa. Kwa hiyo hawa ndio walitakiwa kupewa kipaumbele kuliko hata wale wanaokwenda na keshi, ili wafanye hawa wa keshi nao waondokane na mfumo wa keshi, badala yake warudi kwenye bima. Tumepokea maelekezo hayo na tutawasihi vijana wetu kwa wingi kabisa waone umuhimu wa kufanya hivyo, kwa maana ya kujiunga na mfuko huu wa bima ya afya ili wasipate kadhia pale wanapopatwa na changamoto ya kiafya. Wanafunzi mnawajua, wanauelewa, wengine hawana uelewa, lakini tunajitahidi kutumia uwezo wetu kuwasaidia taratibu. Wewe unapoenda hospitali sasa huna stress nyingine ya kusema urudi sasa uanze kufikiria kwamba ni wapi nitapata fedha ya kutibiwa, kwa sababu tayari ulishawekeza. Kwa hiyo ni wazi kwamba umuhimu wake ni mkubwa sana. NHIF inasisitiza kuwa kuanzia sasa dirisha lipo wazi kwa wanafunzi wanaohitaji kupatiwa bima za afya kupitia dhamana ya vyuo vyao
ili kuepuka usumbufu wa upatikanaji wa matibabu ya uhakika pindi wanapougua wakati wanapokuwa masomoni. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Wananchi wa kijiji cha Terati wilayani Simanjiro mkoani Manyara ambao ni jamii ya wafugaji wameonyesha kufurahishwa na ujenzi wa shule ya sekondari ya wasichana Tukuta ambayo inalenga kusaidia kupunguza wimbi la watoto wa jamii hiyo ya wafugaji kuishia njiani na kutokumaliza masomo yao kufuatia changamoto za mimba za utotoni ambayo inatajwa kusababishwa na umbali wa shule zilizopo hapo. Elia Kimani anaarifu zaidi taarifa hii kutoka Simanjiro. Wilaya ya Simanjiro ni kati ya maeneo yanayokabiliwa na mdondoko wa wanafunzi shuleni mkoani hapa. Hivyo wakazi wa kijiji na kata ya Terati wanaiomba serikali kukamilisha mchakato wa usajili wa shule hii ya wasichana Tukuta inayojengwa na shirika la Eklati ili watoto wa kijiji chao na wengine jirani kuanza masomo mapema Januari 2026. Faida hii shule alimalizika, watoto wanasoma vizuri. Kwanza inaonekana faida kubwa, tunapatikana maji, shule imekuwa karibu. Kwa hiyo hamna shida, tunafurahi sana sisi ili ikilalete hii shule. Tutasaidia apate ujuzi mbalimbali na elimisha jamii na sitapata maono kupitia watoto ya kike. Lakini kikubwa zaidi tunaamini shule hii ikiwa tayari watoto wetu wa kike watakuwa wanasoma hapa karibu na sisi, kwa hiyo tunakuwa na uwezo hata wa kuwatembelea muda wowote. Shule hii inajengwa na wadau wa maendeleo wa shirika la Eklati lenye makao yake wilayani hapa ambapo wanalenga kukamilisha miundombinu yote na kuikabidhi serikali. Wanafunzi watakaoanza shule hii ni wanafunzi 800 itakapokuwa fully fledged, lakini tutaanza na wanafunzi 80 Januari mwakani. Na sasa shule ipo pia kwenye utaratibu wa kusajiliwa. Inasajiliwa na matumaini yangu ni kwamba kama serikali itakwenda kwa kasi kidogo, basi usajili wake ufanyike mapema iwezekanavyo kabla ya Januari mwaka kesho, mwaka 2026, muda ambao tulipanga kwamba ingependeza wanafunzi waanze wale wa darasa wa kidato cha kwanza. Ikizidi hapo, manake haya majengo tuliyokushajenga hapa tayari yanaweza kuharibika bila matumizi. Kutoka wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Maafisa ugani kisiwani Pemba wametakiwa kutumia ipasavyo teknolojia ya kisasa ya vishikwambi katika ukusanyaji wa takwimu za kilimo ili kusaidia serikali kupata taarifa sahihi kuhusu hali ya uzalishaji wa mazao, mifugo na uvuvi, hatua itakayochochea kupanga mipango bora ya maendeleo ya sekta hiyo. Vishikwambi hivyo vitarahisisha kazi za kila siku za maafisa ugani, hasa katika ukusanyaji na utoaji wa taarifa kwa wakati, hatua ambayo itaboresha ufanisi wa kazi zao na kuongeza tija kwa wakulima. Masanja Mabula anaarifu zaidi. Afisa mdhamini Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Idrisi Hassan Abdalla amesema matumizi ya vishikwambi ni sehemu ya mageuzi ya kidijitali yanayotekelezwa na serikali kupitia mradi wa kilimo himilivu ili kuhakikisha taarifa muhimu za kilimo zinapatikana kwa wakati. Chini ya mradi huu pia nimeshuhudia refresher course nyingi kwenu nyinyi watendaji wa Wizara ya Kilimo, ambao nyinyi ni kioo cha Wizara ya Kilimo. Mmekuwa mnapatiwa teknolojia tofauti katika kazi zenu, kwa vipindi vingi tofauti, na nimeshuhudia na mimi mwenyewe nimekuwa nafungua mafunzo yenu mara nyingi. Kwa hiyo sina shaka na nyinyi pia kwamba utendaji wenu, elimu yenu, uelewa wenu na skills zenu ziko vizuri. Kupitia teknolojia hiyo, maafisa ugani wataweza kuingiza taarifa moja kwa moja kutoka mashambani na kuzifikisha kwenye mfumo wa wizara. Kupata data sahihi kwanza, lakini pia kuweza kuwajua wale
wakulima, idadi ya wakulima waliopo katika eneo lako kiurahisi. Hii itaenda kutupa data sahihi ya wakulima wangapi ambao wapo, lakini mashamba mangapi ambao yapo, uhitaji wa mbolea na vitu kama hivyo, ili sasa serikali iende kutumia pesa zake vizuri kununua zile pembejeo na kuzipeleka kwa wakulima, jambo ambalo litarahisisha hata sisi ambao tuko chini, maafisa ugani, kuona namna nzuri ya kuwafikia wakulima. Takwimu zetu zitakusanywa kwa wakulima mashambani na mazao aina gani wanaofanya, na zote takwimu hizi baadaye zitatumika kwa serikali kujua ni kwa kiwango gani sisi tunazalisha, tuna mapungufu gani ya uzalishaji. Na mafunzo haya ni kuimarisha upatikanaji wa takwimu za kilimo. Kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa takwimu za kilimo. Moja, kwa sababu vifaa vya kutendea kazi vilikuwa ni hafifu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Masanja Mabula kutokea huko visiwani Zanzibar inatamatisha habari sehemu ya kwanza, na tuende mapumziko mafupi. Tukirejea ni wasaa wa habari za biashara. Mimi ni Filipina Ndwata na hii ni Channel 10+.